Bwana Yesu asifiwe. Acha tuangalie jambo hili ambalo linaweza likatusaidia katika maisha yetu ya wokovu na katika safari hii ya kumngoja Bwana wetu Yesu Kristo. Leo nataka tuangalie kwanza aina za ufufuo ambazo zimeandikwa katika maandiko matakatifu ya neno la Mungu. Na tunajua katika mpango wa Mungu wa ufufuo wa wafu kuna aina mbili za ufufuo wa wafu. Na ufufuo wa kwanza ni ufufuo wa uzima. Pia ufufuo huu pia unapewa majina mengine katika Biblia, yani kwamba ufufuo ulio bora au ufufuo wa wenye haki, kama ilivyoandikwa katika maandiko matakatifu kwenye kitabu cha Yohana sura ya 5 mstari wa 28 mpaka 29. Pia ufufuo huu wa wafu wa kwanza ambao ni ufufuo wa uzima na ufufuo wa haki pia umeandikwa kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 20 mstari wa 4 hadi wa 6. Utaona hapo kwa habari ya ufufuo wa uzima ambao ni ufufuo wa watakatifu, ambao ni ufufuo wa haki, ambao unawahusu watakatifu tu, pia kama ilivyoandikwa kwenye kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura 4 mstari wa 16. Sasa ufufuo wa kwanza unajumuisha wale wote waliokufa na kwenda mbinguni, yani wenye haki au watakatifu. Hawa ndio wenye sehemu katika ufufuo wa kwanza. Huu ni ufufuo wa uzima kwa sababu wale wote watakao kuwa katika ufufuo huu watakuwa katika uzima wa milele katika mbingu mpya na nchi mpya. Huu ndio ufufuo ulio bora. Ufufuo huu uko katika sehemu mbili, yani kwamba ufufuo wa watakatifu wote walio mbinguni wakati wa kunyakuliwa kwa kanisa, hawa watafufuliwa kwanza, kisha kufumba na kufumbua mili yao itabadilishwa tena na kuungana na wale walio hai ambao nao mili yao itabadilishwa na kuwa ya utukufu, kisha wote kwa pamoja watakwenda kumlaki Bwana Yesu mawinguni. Hili tunaiona kwenye kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura 4 mstari wa 16, pale ambapo Bwana atashuka kutoka mbinguni pamoja na malaika wa parapanda, malaika mkuu. Neno la Mungu linasema kwamba waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Na maana yake watakatifu wote waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza, alafu kisha sisi tulio hai tuliosalia tutabadilishwa, tutamlaki Yesu mawinguni. Huu ufufuo tuwahusu kwanza ufufuo wa uzima au ufufuo wa haki ambao umeandikwa katika sehemu mbili, yani ufufuo wa kwanza wa wenye haki wa watakatifu ni ufufuo utakaofanyika mara baada ya Bwana wetu Yesu Kristo kuja kulinyakua kanisa parapanda itakapolia. Yani wafu watafufuliwa kwanza waliokufa katika Kristo tu, sio wote waliokufa katika Kristo tu ndio watakaofufuliwa. Alafu ambao wamesalia wakati wa parapanda watabadilishwa, wataungana nao, watamlaki Yesu mawinguni. Alafu katika ufufuo wa uzima au ufufuo wa haki kuna ufufuo ambao utafanyika ufufuo wakati wa ziki kuu. Yani kwamba ufufuo wakati wa ziki kuu, hawa ni Waisraeli ambao hawakumsujudia yule mnyama, yani mpinga Kristo, wala sanamu yake na kuikataa kabisa, wala hawakuipokea chapa katika vipaji vyao vya uso, yani chapa ya mnyama, yani 666. Sasa kukataa kabisa kupokea chapa ya mnyama 666 katika vipaji vyao vya uso itapelekea mauti kwao, kuuliwa, kupata mateso makali. Sasa kuna wengine baadhi yao watakatwa vichwa na kuuawa kwa ajili ya ushuhuda wa neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo. Sasa wakati wa ziki kuu hawa watafufuliwa wakati wa kuja kwake Yesu Kristo mara ya pili, yani mara baada ya ziki za siku zile. Kwenye kitabu cha Mathayo sura 24 unasema Yesu alisema kwamba mara baada ya ziki za siku zile jua litatiwa giza, mwezi utakuwa mwekundu kama utakuwa mweusi, nyota zitaanguka kutoka mbinguni na nguvu za mbingu zitatikisika. Sasa hapo ndio itakapoonekana ishara mwana wa Adamu akija juu ya mawingu. Sasa mara ya pili kuja kwa Yesu Kristo na watakatifu walionyakuliwa, wale wa kwanza wa kipindi cha parapanda ya Bwana walionyakuliwa watarudi duniani kutawala miaka 1000 wakati Yesu anarudi mara baada ya ziki kule. Sasa wale watakatifu ambao walikufa katika ziki kuu nao lazima wafufuliwe pia nao, kwa sababu watatawala miaka 1000 pamoja na Kristo. Sasa baada ya kufufuliwa moja kwa moja watatawala pamoja na Kristo miaka 1000 duniani kama ilivyoandikwa kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Kwa sababu haya maneno mimi siyatungi. Kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura 20 mstari wa 4 mpaka wa 6, Waisraeli ndio wanaopewa onyo la kukwepa uhusiano wote na makristo wa uongo na manabii wa uongo. Kwa hiyo sasa hii ufufuo pia wa wakati wa ziki kuu. Kwenye kitabu cha Mathayo sura 24 mstari wa 23 hadi 27 pia Biblia inasema kwamba watakao faulu kufanya hivi na kuwa na ushuhuda wa Yesu Kristo, yani kuwa ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yao mioyoni mwao, hata wakifa katika uziki watafufuliwa pia katika ufufuo huu wa wakati wa ziki kuu. Yani kipindi Yesu anarudi baada ya ziki kuu pia watafufuliwa, ni wale watakaoshinda, watakaotoka kwenye ziki kuu. Kwa hiyo sasa hawa pia nao watapewa nafasi ya kutawala miaka 1000 kwa sababu wameshinda. Sasa kuna ufufuo mwingine unaitwa ufufuo wa pili au ufufuo wa hukumu.
Ufufuo pia unaitwa ufufuo wa aibu na kudharauliwa. Ukisoma kwenye kitabu cha Danieli sura 12 mstari wa 2, Biblia inasema kwamba wengine watafufuliwa, watapata haki, kuna wengine watapata aibu na kudharauliwa milele. Huu ni ufufuo wa watenda mabaya. Pia imeandikwa kwenye kitabu cha Yohana sura 5 mstari wa 29, huu ni ufufuo wa watenda mabaya au wenye dhambi wote ambao watakuwa wanatoka huko walipo, kama ni kwenye makaburi au kwenye kuzimu, popote walipo watafufuliwa wote popote walipo kwa ajili ya hukumu. Kwa hiyo baada ya hukumu ndipo watatupwa jehanamu ya moto, alimo yule mnyama na nabii wa uongo, kwa sababu atakayetupwa kwanza kwenye jehanamu ya moto ni nabii wa uongo na mnyama, yaani mpinga Kristo. Baadaye mwishoni kabisa, vitabu vitakapofunuliwa kwamba miili yote itakapofufuliwa kutoka kwenye makaburi ya watenda mabaya na wote tutakaposimama mbele ya kiti cha hukumu, Biblia inasema kwamba vitabu vitawekwa, kitabu cha uzima na vitabu vingine vya hukumu. Sasa kitakachofanyika ni hivi, neno la Mungu linasema kwamba ikiwa jina la mtu halikuonekana kwenye kitabu cha uzima, atatupwa katika ziwa la moto alimo yule mnyama na nabii wa uongo. Kwa hiyo sasa huu ufufuo ndo wa pili ambao ni wa mwisho. Ufufuo huu ni ufufuo wa watenda mabaya au wenye dhambi wote ambao watakuwa wametoka huko walipokuwa kabla hawajafufuliwa kwa ajili ya ile hukumu. Sasa watakao kwenda huko jehanamu ya moto, haya mambo yatafanyika baada ya vita vya Gogu na Magogu itakaofanyika mwishoni mwa miaka 1000 ya utawala wa Kristo duniani. Vita vya Gogu na Magogu sio vita vya Armageddon. Armageddon na Gogu na Magogu ni vita tofauti. Hivi vita vya Gogu na Magogu vitafanyika mwishoni mwa miaka 1000 ya utawala, yaani baada ya shetani kufunguliwa kutoka kuzimu. Biblia inasema kwamba shetani atafungwa miaka 1000 kuzimu, wakati Yesu Kristo pamoja na watakatifu, yani wateule, wanatawala miaka 1000 duniani. Ile miaka itakapokuwa imeisha mwishoni, shetani, Biblia inasema kwamba shetani atafunguliwa toka katika kifungo chake, atakuja juu ya nchi, atawakusanya wananchi kutoka pande 4 za nchi, yani pepo 4 za nchi, atawakusanya katika ile vita ya mwisho, ile vita ya Bwana ya mwisho kabisa inaitwa Gogu na Magogu. Kwa katika vita ya Gogu na Magogu itakayofanyika mwishoni miaka 1000 ya utawala wa Yesu Kristo, ambayo itawamaliza wenye dhambi wote na kisha waende wote motoni. Wote hawa watafufuliwa katika ufufuo wa pili utakaofanyika muda mfupi baada ya miaka 1000 ya utawala wa Yesu Kristo hapa duniani. Baada ya kufufuliwa, watahudhuria wote mbele ya kiti cha enzi kikubwa cheupe cha hukumu. Hili somo litakuja mbele kwa mbele ya kiti cha enzi kikubwa cheupe cha hukumu. Sasa walipokwenda motoni, Biblia inasema kwamba walikuwa hawajaelezwa waziwazi makosa yaliwapeleka motoni. Sasa hapo ndipo mahali ambapo Yesu Kristo mhukumu wa haki atakapoonyesha waziwazi matendo yao. Kwa mfano, kila matendo ya mtu aliyoyafanya duniani yatafuatana naye. Yaani Biblia inasema kwamba mtu anapokufa matendo yake yanamfuata. Kwa mtu yote aliyekufa bila kutubu, matendo yake yote yatamfuata. Mtu yote aliyekufa bila kumpokea Yesu Kristo, matendo yake yote yatamfuata, dhambi zake, machukizo yote yatamfuata. Ndio maana siku zote waga nawasisitiza, mtu ambaye hujaokoka, hujampokea Yesu Kristo ni kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kaa chini, tafakari, ufanye uamuzi wa kumpa Yesu Kristo maisha yako. Na wewe Mkristo unayenisikiliza, ambao uko ndani ya nyumba ya Mungu, ndani ya kanisa la Yesu Kristo, bado unafanya uchafu, uzinzi, uasherati, bado unajichafua, unafanya mambo ambayo yapasi, unavaa nguo za hovyo hovyo za kikahaba ndani ya nyumba ya Mungu, kaa chini, tubu, jitafakari, ugeuke. Sasa itakuwa ni aibu mno na kudharauliwa, maana siri zote za mtu zitakuwa waziwazi. Ufunuo wa Yohana sura ya 20 mstari wa 5 na 11 mstari wa 15 inaelezea, yani itakuwa ni aibu mno na kudharauliwa, maana siri zote za mtu zitakuwa wazi. Yani siri ambazo ulizifanya wewe ukajua hakuna mtu aliyejua, sawa, sasa wanadamu watujua, zitawekwa wazi. Ndio maana ni bora uende faraga na Mungu, zile dhambi ulizozifanya katika siri ukazitubu, ukamwombe Mungu rehema, ukamwambia Mungu, nisamehe, nilifanya katika siri, wanadamu hawakuniona lakini wewe uliniona. Maana Mungu anasema mimi ndimi Mungu nikusamehaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe. Kwa hiyo Mungu anasamehe. Sasa yoyote aliyefanya dhambi akiwa sirini au umefanya uzinzi akiwa sirini, yote ataonyeshwa waziwazi mbele ya watu wote. Hapa ndipo watu watajitetea kwamba Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako na kwa jina lako tulitoa pepo? Naye Yesu mwenyewe ataambia, tokeeni kwangu, sikuwajua. Umeona? Kwa hiyo haya mambo yote yapo mbeleni, yanakuja. Mtu asipokuwa makini kutubu na kuomba rehema mbele za Mungu, hii hatari iko mbele inakuja. Haya yote yameandikwa.
sijayatunga mimi, yapo yatakuja. Kwa hiyo ndugu mpendwa katika Kristo, unatakiwa uelewe kwamba unatakiwa kutubu, lakini ni heri na yeye mtakatifu aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Kitabu cha Ufunuo Yohana sura 20:6 Biblia inasema ni heri na mtakatifu aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Kwa hiyo katika mambo yote ambayo unayafanya, hakikisha wewe unakuwa sehemu ya ufufuo wa kwanza, sababu ufufuo wa kwanza unahusu watakatifu tu. Kwa ndio maana ninawasihi sana na ninawaambia kwamba embu tujaribu kujitakasa ili tuwe sehemu ya ufufuo wa kwanza, kitawala na Yesu Kristo miaka 1000 duniani. Mwisho wa siku tutaingia mbingu mpya na nchi mpya. Hakutakuwa na kilio tena, hakutakuwa na majuto tena, hakutakuwa na maumivu tena. Huko kutakuwa ni furaha milele milele, tukifurahi na mwanakondoo, tukiimba wimbo mpya. Kwa hiyo ni heri na mtakatifu aliye sehemu na ufufuo katika wa kwanza. Kwa ndio maana niko hapa kila siku ninawapiga kelele, ninawakumbusha kwa ala kutubu. Unyakuo wa kanisa huko karibu, Yesu upo karibu kurudi. Wapo watu wanaoelewa, wapo watu wanaobarikiwa, wapo watu wanaopuuza, wapo watu wanaodharau, lakini maneno haya na sauti hii itakuwa ukumbusho mbele za Mungu kwamba mimi mtumishi niliwafundisha na nikawasihi na nikawaletea habari hizi njema kama neno la Mungu lilivyotuagiza, kama Yesu Kristo alivyotuagiza kwamba tuenende ulimwenguni kote tukaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Na mimi ndio maana nafundishwani naweka katika mtandao, nikiamini anafika ulimwengu mzima na watu wote mnasikia. Naamini huko ulipo nimefika kupitia sauti na kupitia mtandao wa YouTube. Kwa hiyo habari njema za ufalme wa Mungu zitahubiriwa kwa mataifa yote kuwa shuhuda kwao. Na mimi ndio maana naleta habari hizi za Yesu Kristo ili mtu uamini. Unaposikia habari hizi, unaposhuhudiwa ndani ya moyo wako na Roho Mtakatifu, basi kubali kugeuka, umpokee Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wako. Basi ninakubariki katika jina Yesu Kristo, na Mungu akupe neema kupokea wokovu na umkiri Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Amen.